Maeneo ya Pwani ni kwamba gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir ametoa taarifa kuwa afisa mkuu mtendaji wa hospitali ya Coast General amejiuzulu. Haya yanajia baada ya madai ya utepetevu wa utoaji wa huduma kuibuliwa katika hospitali hiyo. Gavana Nassir akisema kuwa uchunguzi unaendelea kuhusu madai hayo na afisa huyo atapewa nafasi nyingine iwapo atathibitishwa kuwa hana hatia. Huku uchunguzi ukiendelezwa kuhusu kifo cha mgonjwa katika hospitali ya Coast General katika kisa kinachodaiwa kuwa ni utepetevu wa madaktari. Afisa mkuu wa hospitali hiyo Iqbal Kandala amejiuzulu baada yake kusimamishwa kazi kwa muda, ikidaiwa kuwa alihusika katika kisa hicho. The CEO has been the only CEO for Coast General Hospital, and he has opted to resign from his position. The county secretary is working on those formalities, and being a permanent and pensionable employee, considering that this report clears his name, he'll be given another role, maybe not managing a hospital, but another role. Akizungumza katika kaunti ya Mombasa, Gavana Abdulswamad Sharif Nassir ametetea utendakazi wa Kandala, akidai kuwa amechangia pakubwa katika maendeleo ya hospitali hiyo na kwamba watamtafutia wadhifa mwingine iwapo uchunguzi utafichua kuwa hakuwa na hatia. It is unfortunate for anyone to lose their life, but what the medical report shows was that the patient came in quite unwell, and based on that they were unable to operate on that patient because of the fact that he had a swelling that had to go down before. The CEO could be guilty in many other things. That we do not have people being discharged, we do not have this, we do not have that. But he equally played a part in building this hospital as well. Aidha, Gavana Nassir amekiri kuwepo kwa huduma duni katika hospitali hiyo, akinuia kuboresha utoaji huduma kwa kukabiliana na ufisadi, kupunguza msongamano wa wagonjwa pamoja na kupiga marufuku kuzuiliwa kwa wagonjwa ambao hawajakamilisha malipo ya ada za matibabu. The first thing that someone needs to be asked when they come in, do you or are you registered with SHA? So that when the time comes for them to be discharged, it is better for us to be able to deal with the debt with SHA than to start mishandling and to start detaining patients. James Mwangi, Undugu TV.